Karibu tena mtazamaji wa Zone Media. Mashambulizi ya makombora yaliyofanywa na Irani dhidi ya jiji la Beersheba nchini Israel yameleta maafa makubwa, huku picha mpya zikionyesha uharibifu mkubwa wa majengo ya makazi na magari pamoja na jitihada zinazoendelea za uokoaji. Katika picha zilizopigwa na Amir Cohen wa Reuters zinaonyesha wahudumu wa dharura wa Israel wakifanya kazi kwa juhudi kubwa kuokoa manusura kutoka kwenye kifusi cha majengo yaliyoporomoka kabisa baada ya kupigwa moja kwa moja na makombora ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa ni kwamba watu 4 tayari wamethibitishwa kufariki dunia, angalau watu 3 waliokolewa kutoka kwenye chumba salama cha ghorofa ya 4 ya jengo moja lililopigwa, lakini vile vile kuna hofu kuwa wengine 2 wamekwama katika vyumba vya juu vya majengo 3 yaliyoharibika vibaya sana. Picha ya pili inaonyesha hali ya barabara karibu na eneo la shambulizi, magari yakiwa yameharibiwa kabisa huku vifusi vikiwa vimetapakaa. Picha ya mwisho inaonyesha jengo lililosambaratika, polisi akiwa doria wakati wa operesheni ya uokoaji. Shirika la huduma za dharura Magen David Adom kupitia mkurugenzi wake Ellen Bin limesema juhudi za utafutaji bado zinaendelea, lakini kuna changamoto kutokana na hali mbaya ya majengo. Hii ni moja ya mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kufanywa na Iran dhidi ya ardhi ya Israel katika historia hivi karibuni, na inaleta wasiwasi mpya kuhusu kuendelea kwa mvutano wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Huku tukiendelea kukuletea taarifa mpya kadri hali inavyozidi kuendelea, Rais wa Marekani Donald Trump anapigilia mkazo kwamba makubaliano ya kuweza kusitisha mapigano basi yanatakiwa yafuatwe na yasipuuziwe kabisa, kutokana na taarifa ambazo Rais Trump anaendelea kuzitoa juu ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Mashariki ya Kati baina ya Israel pamoja na Irani. Mtazamaji, tufuatilie hapa ambapo tutakuwa tunakuletea taarifa zote kuhusu kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati. Jina langu naitwa Victor Moshi na hii ni Zone Media. Asante.